hivi karibuni ukichukua 3 za mwisho, Pacome Pedro Zouzoua ndo mfalme wa dabi ya Kariakoo. Hapo kwa Yanga na Simba, Pacome ni kama anaandaliwa hivi, anatumika kuwatishia Simba. Yes. Na ni moja kati ya wachezaji ambao wamefunga sana. Mmoja kati ya wachezaji ambao wamefunga sana kwenye mechi za hivi karibuni Yanga ilipokutana na Simba, si ndio? Yep. Pacome hali yake unaionaje? Tumtegemee kuwapo kwenye mchezo huo wa dabi ama bado taarifa ulizonazo zinasemaje hapo? Kwa kuwa bado hatujapata taarifa rasmi kutoka kwa daktari kuhusiana na Pacome Pedro Zouzoua na hapakuwa na taarifa kwa nini alikosekana katika michezo miwili ambayo wamecheza Young Africans, lakini kuonekana kwamba anasafiri na timu hii inaonyesha wazi kwamba atakuwepo na atatumika katika huo mchezo, kwa sababu Sir Alex Ferguson alikuwa na tabia moja ambayo anaifanya akiwa anaenda katika big match. Mara kadhaa Wayne Rooney alikuwa injured, lakini ikafika tu akawa anamchoma sindano ya ganzi mradi akacheza huo mchezo. Hata kama hataonesha uhatari wote, lakini uwepo wake tu uwanjani kuna impact ambayo inapatikana, pengine labda kutia hofu kwa wapinzani, lakini pia inaweza kawa keep busy mabeki wa timu pinzani, anaweza asishinde lakini wakafanya wengine hivyo. Unakumbuka mchezo dhidi ya AC Milan UEFA Champions League, wakati huo AC Milan kuna Ronaldinho Gaucho, kuna Seedorf, kulikuwa na hofu kwamba Wayne Rooney anaweza akakosekana katika huo mchezo, lakini taarifa ilitoka kwamba ililazimika tume sindano mradi akacheza huo mchezo, na ni kweli tukaona impact yake ambayo imetokea. Kwa hiyo kwa Pacome Pedro Zouzoua huenda ikawa ni mwalimu tu ameamua kumpumzisha kwa sababu wachezaji wanapitiaga fatigue za hapa na pale, lakini pia hakuona uzito wa mchezo wa Namungo na JKT Tanzania ambao pengine labda kukosekana kwa Pacome Pedro Zouzoua labda wasipate matokeo. Kwa hiyo yote yanawezekana, inaweza kaa ilikuwa ni injury ya kawaida, mwalimu akaamua kumpumzisha kwa ajili ya mchezo wa dabi, lakini pia inaweza ikawa labda alipata injury na mwalimu kwa kuwa anamhitaji labda akaamua kufanya matibabu ya haraka na kuona kwamba anaweza akatumika katika mchezo. Lakini kwangu kwa 100% naamini Pacome Pedro Zouzoua anaenda kucheza mchezo huo. Kariakoo dabi iliyopita alifunga goli. Alafu iliyopita ile nyuma akafunga. Dabi 3 zilizopita. Ile iliyopita alifunga kwa maana ile goli ngao ya jamii. Ndio. Iliyopita tena alifunga goli kwa mkwaju wa penalty na alitengeneza assist kwa Clement Mzize, Young Africans zinaenda kuwa bingwa. Ndio. Iliyopita tena Simba alijifunga. Nadhani goli alijifunga Kijiri. Foul ambayo ilipigwa na Clatous Chota Chama. Iliyopita tena Pacome Pedro Zouzoua pia alishiriki katika kufunga. Unaenda hadi kukuta ile mechi ya goli 5 pia Pacome alifunga. Kwa hiyo kama angekuepo Stefan Kiaziz labda tungeweka kwenye kapo moja na kina Maxim pia Zingeli ambao wamefunga, lakini kwa hivi sawa Pacome Pedro Zouzoua ndiye mfalme wa dabi ya Kariakoo. Kwa wewe ambaye unatutazama hivi sasa bwana, inabidi tukufahamishe kwamba tunaye Chifu Nzobane kama Zumfela, Mr. Dominic Salamba. Mimi niko vizuri, uko vizuri pamoja, kwa hamna shida tu bwana. Wewe tunakuja kumtazama Mwinchui Katalambula. Naam. Tumemtazama Pacome Pedro Zouzoua. Yes. Mchezaji gani ni hatari zaidi kwa upande wa Simba Sports Club? Tulimuona Mpanzu alisumbua kwenye dabi. Yeah. Lakini kwa sasa tunaweza tukasema Young Africans kama wanafanya mazoezi, basi kuna wachezaji wanaandaliwa maalum kwa ajili ya kumkaba mtu fulani, mchezaji fulani. Kwa kujibu swali lako, lina majibu mawili, lakini pia kuna mitazamo miwili tofauti. Inaweza ikawa ni faida kwa Simba, lakini pia inaweza ikawa hasara pia kwa wao Simba, kwa sababu Simba wanaenda kukutana na Young Africans, timu yao ikiwa kwa zaidi ya 80% ni mpya. Hata wale wachezaji ambao walikuwepo kwenye dabi iliyomalizika nao hawapati nafasi ya kuanza katika dabi ambayo wanaenda kucheza hapo Machi mosi, kwa sababu ukiwagusa kina Chasambi, ukiwagusa kina Semfuko ambao walikuwepo hapo mwanzo, na baadhi ya wachezaji wengine kama Elim Panzu Kibisawala, Yakubu Suleiman, Musa Pinpin Kamara, ni wachezaji ambao kwa sasa kuna wale ambao wametolewa kwenye mfumo kutokana na injuries, lakini kuna wale ambao hawakuwa wanapata nafasi ya kuanza
Kwa hiyo unaweza kuona kikosi cha Simba ni kipya kabisa. Pengine labda mchezaji ambaye yupo na ambaye huenda ikawa hana madhara kwenye ushambuliaji, ndo unaenda kwenye eneo la kiungo, unakutana na Yusuf Kagoma. Lakini ambao wamebaki wote unaona ni seti mpya ama ni kikosi kipya. Kwa hiyo kwa kuangalia mchezaji gani ambaye wanaweza wakamkaba, labda mchezaji gani ambaye anaweza ikawa hatari, hapo inaweza ikawa changamoto kwa mwalimu. Lakini kwa kuangalia tu michezo kadhaa ambayo wamecheza Simba, kwa maana tangu msimu uanze, wapo wachezaji ambao wameonyesha uhatari. Kwenye eneo la ushambuliaji, Anicet Oura amekuwa mchezaji ambaye anafanya baadhi ya matukio ambayo tulikuwa tunayakosa kwa Elie Mpanzu Kibisawala, hasa uharaka, lakini pia baadhi ya maamuzi kwenye maeneo sahihi. Elie Mpanzu ni aina ya wachezaji ambao wanatamani sana, ama ni wale wachezaji ambao ni tuseme wanachagua kuibeba timu, yani wao ndio kufanya maamuzi. Ndio maana muda mwingine anakuwa anakaa sana na mpira na kadhalika. Lakini Anicet Oura ni aina ya mchezaji ambaye anaangalia ni wakati gani sahihi wa kufanya maamuzi. Kwa hiyo si ajabu kuona Elie Mpanzu sasa hivi ana struggle kupata nafasi mbele ya Anicet Oura. Lakini Libase Gay pia ni baadhi ya wachezaji ambao wameonyesha uwezo mkubwa sana kwa kipindi kifupi ambacho amecheza Simba. Lakini ukija kwenye eneo la kiungo, mwalimu sasa hivi amemtambulisha Loemba ambaye tulizoea kwenye double pivot kumuona Yusuf Kagoma na Alassane Maodo Kante, lakini Loemba ameingia pale, amekuja kuonyesha kitu cha utofauti. Yeye ndo anaonyesha namba 8 hasilia. Hapo nyuma double pivot ya Simba, kwa maana Alassane Maodo Kante pamoja na Yusuf Kagoma wote kiasili ni viungo akabaji, ila Alassane Maodo Kante anacheza namba 8 ya box to box, lakini sasa hivi Loemba anacheza ile namba 8 ya asili kabisa, na kiungo mkabaji anabaki kwa mmoja. Ndio maana umeona hata mchezo uliomalizika 1v1 alikutana na kipa mara mbili, ingawa hakuweza kukufunga. Kwa hiyo ni ngumu sana kuona Alassane Maodo Kante anakutana nafasi kama zile. Kwa hiyo kwa kuangalia kumkaba mchezaji mmoja, kwangu mimi kwa upande wa Simba bado nadhani waikabe timu nzima, kwa sababu Simba ni mpya, lakini Young Africans baadhi ya wachezaji kukutana kitabia imekuwa ni changamoto, kwa sababu hata mchezo wa kwanza ambao wamecheza hawa kina Anicet Oura, Loemba, yani safu ya ushambuliaji ya Simba wote hawakuwepo. Kwa asilimia kubwa wameingia kwenye dirisha hili dogo. Lakini Clatous Chota Chama pengine labda ni mchezaji ambaye wanaweza wakapata details zake, wakajua udhaifu na ubora wake, labda wanaweza wakaanzia hapo. Lakini kwa hawa wengine kuna kazi ama kuna namna fulani ambayo kitimu wanatakiwa kufanya, na si kuangalia mchezaji mmoja kama ilivyo kwa Young Africans ambao inajulikana mchezaji fulani ubora wake uko hivi na washaikutana nao. Sasa Katalambula, tumetazama timu zote mbili. Yes. Si ndio? Yeah. Kwa maana ya wachezaji ambao wa kuchungwa kwa upande wa Simba na kwa wachezaji wa kuchungwa upande wa Young Africans, si ndio? Kumekuwa kuna wimbi la uwanja. Yeah. Uwanja wa New Amaan Complex. Yes. Timu zote mbili zinapopewa nafasi hizi kidogo kuujaza inakuwa kama Yanga walishindwa kutuonyesha namna wanavyoweza kuujaza uwanja kwenye mechi zao za kimataifa, si ndio? Yes. Simba nao walipatiwa uwanja ule, walijitutumua. Yeah. Lakini tukienda moja kwa moja unatazamia kwenda kuishuhudia full house ndani ya New Amaan Complex, ama unaona mwendo utakuwa ule ule? Kwa experience ambayo nipo nayo na kwa nyakati tofauti ambazo niliwahi kuingia katika uwanja wa New Amaan na baadhi ya kujua tabia za watu ambao wanaishi maeneo ya huko, changamoto kubwa ambayo iliwakuta Simba pamoja na Young Africans ni muda. Ukienda kule visiwani Zanzibar, asilimia kubwa ya watu wa kule ni watu wa imani ya dini ya Kiislamu. Na ndio maana unaona mechi zao nyingi zinakuwa saa 1:15, saa 10:15, kwa sababu ni muda ambao watu wengi wanakuwa wanaenda kufanya ibada. Lakini safari hii umeona mchezo umepelekwa saa 2:15, kwa maana tayari unawapa watu muda wa kufanya mambo yao. Lakini pia naamini mchezo huu utaenda kujaza, kwa sababu Simba walishindwa kujaza kwa sababu asilimia kubwa walikuwa wanahitaji mashabiki wa timu yao. The same pia kwa Young Africans walikuwa wanahitaji mashabiki wa timu yao. Lakini kwa hawa wawili
ukicombine kwa pamoja lazima utaona kwamba kila mtu wanagawana na uwanja unaenda kujaa. Lakini pia mashabiki pia wamemiss kuona huu mchezo. Sio kila mkoa wanapata bahati ya kuona mchezo kama huu. Mara nyingi sana Dar es Salaam ndio unaweza ukasema wamezoea, lakini Kigoma alipata nafasi hiyo kwenye finali ya Azam Sports Federation Cup, lakini pia kule visiwani Zanzibar walikuwa wanapata hii nafasi miaka kadhaa huko nyuma katika michuano ya Kombe la Mapinduzi, lakini hivi karibuni imekosekana kwa sababu kuna wakati tunaona Simba anatolewa, Yanga anaendelea, lakini kuna wakati Kombe la Muungano pia Simba alijitoa kushiriki kabisa. Nadhani ile matamanio na shauku ya kuona mchezo huu inaweza ikawa sababu kubwa ya uwanja kwenda kujaza, na nimeona kwenye peji ya Young Africans tayari tiketi zimeanza kuuzwa na kuna baadhi ya tiketi tayari zipo hatua ya mwisho kumalizika. Kwa hiyo uhitaji muda ambao wameweka, lakini ukubwa wa mchezo huu, na ukiangalia miaka kadhaa wameukosa mchezo huu, kuupata leo hakuna waranti kwamba utaupata tena lini. Hii inaweza ikawa sababu ya uwanja kwenda kujaa, na mimi naamini ubora walikuwa nao Young Africans, lakini Simba kwa hivi karibuni kile ambacho ametuonyesha inafanya pia mashabiki waamini kwamba kila mmoja anaweza kaenda kufanya vizuri, na wote wakajitokeza na uwanja ukaenda kujaa siku hiyo. Tunaenda sasa pale ambapo wengi mlikuwa mnapaulizia wengi mlikuwa mna maswali kuhusiana na jopo la waamuzi ambao wamepangiwa mchezo wa Kariakoo Derby wakiongozwa naye Nasoro Mwinchui, moja kati ya waamuzi wa kongwe, waamuzi wenye muda mrefu wakichezesha soka ndani ya ligi kuu soka Tanzania bara. Sasa maoni yamekuwa mixed. Kumekuwa na maoni mchanganyiko. Hawa wamepokea hivi, wamepokea hivi. Yanga mashabiki wao hawana neno. Wao waseme nini tena? Lakini sasa kwa mashabiki wa Simba ambao wamepokea taarifa ya Mwinchui kuwa mwamuzi kinara, kidogo wao mapokeo kwa upande wao hayajawa sawa sawa. Kuna ambao wanasema bwana mwamuzi huyo mwamuzi huyo. Sasa leo tunaenda kufahamu kinaga ubaga mwamuzi Nasoro Mwinchui ni mwamuzi wa namna gani? Je, ndiye Pilato pale katikati? Wengine wanasaidia tu, lakini maamuzi ya mwisho anatoa yeye, si ndio? Sasa tunaenda kumpitia vizuri, tunaenda kumstudy, kumsoma ni mwamuzi wa namna gani na kwa nini kumekuwa na mapokeo mixed, kumekuwa na mapokeo mchanganyiko kuhusiana na uchezeshaji wake na kupangiwa kwake kuchezesha Kariakoo Derby. Chifu Nzobane kama Zumfera, Mr. Dominic Salamba, wewe unamfahamu vizuri Nasoro Mwinchui. Kusema unamfahamu vizuri kwa maana unamfahamu kwa karibu kabisa. Unamfahamu kinaga ubaga, unamfahamu vile alivyo. Ni mwamuzi wa namna gani Nasoro Mwinchui? Kwanza binafsi nipende kuchukua nafasi hii kuweza kumpongeza kwa sababu nafikiri inaweza kuwa ni dabi yake ya kwanza. Yes. Toka ameanza kwenye career yake ya maamuzi, na mara nyingi hizi mechi za Simba na Yanga, hata kipindi kile ambacho mimi nafanya uchambuzi pale Azam, maana yake ukipangiwa mechi ya Simba na Yanga, maana yake ni among of the best pundits ambao wako pale. Yes. Kwa hiyo sio tu kwenye pundits, maana yake kwenye kila idara, kama ni mtangazaji, yani kuna mtangazaji yuko pale Azam hajawahi kabisa kutangaza hiyo mechi Simba na Yanga. The same hata maana ya kameramani, ni mechi special ambayo inachukuliwa katika uzito wa aina yake, hata namna ambavyo crew inakuwa inafanya hiyo kazi inakuwa tofauti. Kwa hiyo kama ambavyo ilikuwa iko pale, basi hata kwenye maeneo mengine na hata kwenye timu zenyewe pia kuna baadhi ya nyota wengine hatumiki kwenye Simba na Yanga. Wengine yuko Simba yuko Yanga, hasa kama misimu miwili hajacheza Simba na Yanga, kwa sababu wanaamini kwamba lazima ni mechi ambayo ina ujazo wa kipekee, ni mechi ambayo inataka umakini wa kipekee, ni mechi ambayo imechukua identity ya ligi yetu. Kwa hiyo ni mechi ambayo inakuwa inaangaliwa katika mtazamo tofauti. Ndio maana hata kwenye viwanja unaweza ukaona ambapo wanakuwa wanatangaza, ukiangalia hata tension yake. Leo mechi ni siku 3 kabla, tayari waamuzi shatoka, maandalizi yanaanza. Huu ni mchezo mkubwa. Unapoona mwamuzi kama Mwinchui amepewa nafasi hiyo
jambo la kwanza ni kuweza kumpongeza kwamba kuna kitu amekifanya, kuna kazi ameifanya dhidi ya waamuzi wazuri ambao wanaaminika. Tunashazoea kuona kina Kayoko, wakina Jojonesia Nkia binti yule, kuna kipindi alikuwa anapewa mtu kama Elisasi, kuna kipindi alipewa Abdalla Mwinyi Mkuu, kuna kipindi wamepewa waamuzi mbalimbali ambao wamekuwa wanaingia na kutoka. Kwa hiyo kwa Mwinchui nichukua nafasi kwanza kuweza kumpongeza kwamba kuna daraja ambalo ameweza kulifikia na kuweza kuaminisha mamlaka, hasa chama cha waamuzi, kwamba sasa anaweza kudeserve kuweza kupewa mechi kubwa. Kwa hiyo kama binadamu kwanza ni lazima tuweze kumpongeza, anaianza safari. Sasa safari hii anayekwenda kuianza ina mambo makubwa matatu. Jambo la kwanza, inaweza ikawa ni mechi yake ya kwanza ya pekee. Yaani ukapata mechi hii tekaka ya pekee na ukafungiwa na ukapotewa mazima. Au inaweza kuwa ni mechi yake ya kwanza kwenda kumfungulia dunia, kama ambavyo alikuwa ni mwamuzi wa daraja la kati, leo anaingia kwenye waamuzi wakubwa. Inawezekana ikawa ni mechi ambayo inakupelekea sasa ukaenda kuwa na mwanzo mzuri, kama ambavyo mimi nilikuwa nimeanza mechi ya kwanza, ya pili, ya tatu, unaona? Sababu unaweza ukapelekwa kaaminiwa, alafu ukashindwa kuwaaminisha walio kuamini kwamba wewe unaaminika. Kwa hiyo ukajikuta bwana tulikosea. Kwa hiyo hivyo. Kuweza kama mechi yake ya kwanza ukashangala unamuona Simba na Yanga, unamuona mechi nyingine na nyingine, washaka kesho ameitwa labda kwenye Sekafa na sehemu nyingine mara kafu. Kwa hiyo hivyo. Jambo la tatu, inaweza kaenda kuwa ni mechi ambayo ikafanya apendwe na watu fulani afu achukiwe na watu wengine mazima nje ya mfumo uliomweka, kwa sababu kuchukia na kupendwa ni maamuzi ya watu, kama ambavyo kuna watu wengine wakuona unatangaza nachambua apendi tu, au mwingine anafurahi tu. Kwa hiyo ana mambo yao matatu ambayo atakiwa aweze kuyaangalia. Kwa hiyo ni yeye mwenyewe ndio ana maamuzi, ile turufu ameishika mkononi mwake. Ninaamini kwa nilivyomuona ni maamuzi mzuri sana, maamuzi ambaye ana uwezo mzuri sana, anaweza kukimbia na kasi, anaweza kuhodhi mchezo, lakini hakupata nafasi kuhodhi mchezo ambao una two pressure. Amekuwa akipata mechi ambazo ina pressure moja, Simba against Ruvu, Simba against JKT, Yanga against Dodoma Jiji. Kwenda kwa mechi ambayo pressure iko pande mmoja. Dodoma Jiji kama akitia pressure ni mechi lao fundi tu, sawa ndio itakuwa. Lakini Simba Yanga na kwa kweli hii anakwenda kuja kwenye mechi ambayo nusu ya uwanja pana pressure, wanataka ushindi. Kwa hiyo mimi binafsi naamini kwamba ndio kipindi ambacho anatakiwa kuweza kwenda kuonyesha. Tayari zimeanza nahau, tayari imeanza misemo ambayo kimsingi wakati mwingine si misemo yenye weledi, unaona, lakini ndio Simba na Yanga inapokuja hii mechi, na ndio maana ikana mechi kubwa. Nilikwambia tension yake haiwi ndogo. Kwa hiyo anaanza kupimwa kwenye hiki ambacho kinaendelea. Kuna wakati unaweza ukawa unashambuliwa kwa kuhusishwa na timu fulani, lengo si kwamba wanaokuhusisha wanaamini kile, lengo ni kwenda kutengenezea uhalali, kwenda kuprove wrong. Hujanielewa? Yaani mimi leo naweza nikasema kwamba okay, Diego bwana huyu anaipendeleaga Simba huyu siku zote, huyu ni Simba, ili wewe ukiwa una akili ya kawaida uingie siku ile uwe na tension, uonyeshe watu kwa mimi sio Simba, uniprove wrong kwamba Diego sio Simba. Kwa hiyo utaingia kwenda kuinyima hata haki Simba inapostahili, kwa sababu tu watu waamini kwamba unaona huyu sio Simba. Sasa hiyo sio profession na hiyo sio mantiki. Yeye zipigwe kelele, zizungumzwe nini, ziandikwe article 30 nini kitachozungumza, yeye ajue kwamba amepewa hii mechi kwa sababu anaweza kuzimudu sheria 17 na kanuni zake za msingi ambazo zipo kwenye mchezo. Kwa hiyo akasimamie weledi. Hizi presha nyingine ni kwenda kutengeneza mazingira ya kuanza kumdilute, kuanza kumpotezea nguvu, kitu ambacho binafsi naamini kwamba sio fair. Kwangu ni maamuzi mzuri, na hata kama angechaguliwa mwamuzi mwingine yoyote yule, mpaka anachaguliwa, maana yake imeonekana kwamba ana deserve. Waamuzi wanakuwa wanapewa alama kwenye kila mchezo, wanapewa alama, wanapiwa makosa. Haya makosa tunayozungumzia haishii tu kwenye kupewa adhabu. Kuna wakati unaweza usipewe adhabu lakini alama zako zikashuka, kwamba huyu mechi leo alikuwa na 50%. Yule match commissioner na pia kuna waamuzi akiba wanakuwa nakaa wanaandika, wengine wanapokunywa beji kabisa. Hapa hapana. Kwa hiyo mwisho siku wanaangalia average kwamba huyu bwana ni mwamuzi. Na nani kwambia kwamba kuna waamuzi wa daraja la kati, yaani yeye huyu daraja yake ni tu kwamba kama anashindwa kuhold pressure kati ya TRA na Fountain Gate, Pamba na Suna Alliance, ataweza kwa Simba na Yanga. Kwa hiyo nafikiri kwamba ndugu yangu Mwinchui, hii ni mechi ambayo inaweza kwenda kubadilisha maisha. Nikizungumzia maisha kwa sababu unapopewa mechi kubwa
tayari unaonekana. Leo hii Arajiga amekuwa kitoka nje, master ambaye anayapata kafu sawa, sio sawa na master ya ndani. Huo ni ukweli ambao upo wazi. Kwa hiyo unapokwenda kupata kitu kikubwa, maana yake kuna namna maisha yako kubadilika. Cha msingi asimame kwenye weledi, akatengeneze haki katika huo mchezo, ili hawa ambao leo wanazungumza pengine anaipendelea Yanga, anaipendelea Simba, sawa, aibu iweze kuwarudia, kwa sababu lengo sio kweli kutaka kumnani, lengo ni kumtia hofu na woga, ukiamini kwamba ni mechi yake ya kwanza. Tuliona kuna kipindi Arajiga alikuwa anapigiwa maneno, lakini nashukuru alisimama akafanya kazi nzuri sana katika zile mechi, afanya kazi nzuri sana. Kwa hiyo nafikiri binafsi ni kawaida kwa kina Kayoko walikuwa wanapigiwa mawe na wengine wengi ambao tumeweza kuwasikia, lakini vile vile kama atakuwa sahihi, inaweza kando mechi yake ya kwanza na ya mwisho kuchezesha ligi kuu Tanzania bara. Bwana, hayo ni dodoso hilo la Chief Nzobane, Mr. Dominic Salamba. Mimi kuna maeneo nimepita nikakutana na hoja ya kwamba pengine hii mechi amepatiwa kama ihsani. Kwa nini ni ihsani? Kama hisani, kwa maana ya ni mwamuzi ambaye umri umeenda. Na nilizungumza na mzee wangu mzee Kadege ambaye naye aliwahi kuwa mwamuzi, ambia yeye Kadege tayari amesha staff, na amenambia kabisa, bwana huyu mimi niliingia naye tangu kwa 2010 na yeye umri umeenda, yani Mwinchui ni mkubwa kwa Kadege. Kwa hiyo inawezekana kwenye CV kwamba nimewahi kuchezesha dabi. Sasa siku zake na yeye za kuendelea kuutumikia uamuzi pengine zinaelekea ukingoni, kwamba anapatiwa walau mechi kubwa ya heshima, kama ulivyosema kwamba hajawahi kuchezesha mechi ya dabi, si ndio? Pengine amewahi kushiriki lakini sio kama mwamuzi mkuu, si ndio? Unaona kwamba ni hisani imefanyika kwamba kujiheshimisha karia yake, ama ni weledi umetumika? Nafikiri inaweza ikawa ni sawa au si sawa. Inategemea ambavyo utakwenda kuielezea. Kwa nini? Kwa sababu kuna waamuzi wangapi wamestaafu lakini hakupata nafasi ya kupata mechi Simba na Yanga. Yaani sio utaratibu rasmi. Yaani kuna waamuzi wengi wamestaafu, kama mwenyewe, hata mwenyewe utakuza Kadege. Sasa alikuwa amestaafu lakini mpata nafasi hiyo hakuweza kuipata. Na wengine wengi ambao waliweza kupita. Kuna waamuzi wengi. Tunakuwa tunawafuatilia wachache ambao wana majina makubwa. Lakini pia ili kitu pekee ambacho kinakufanya, nishakwambia hii ni mechi special. Na ndio nilianza kuambia nikiwa nafanya uchambuzi somewhere na maeneo mengine na watu wengine, hii ni mechi special. Kama ni mechi special, lazima kila kitu kiwe katika utaratibu wake unaotakiwa, kuanzia kwenye TFF, bodi ya ligi, chama cha waamuzi, kwa sababu ni mechi ambayo imebeba hisia za taifa. Ni mechi ambayo inakwenda kuonyesha umma, yani mechi Simba na Yanga sio tena mali ya TFF, ni mali ya Afrika. Unaelewa? Yaani kuna watu wanakuja kutoka South Africa, kutoka Ghana, kutoka wapi, wanajua kuna hiyo mechi. Kwa hiyo the way ambavyo utakwenda kuipresent ndivyo ambavyo watu watakwenda kuichukua. Kwa hiyo hawawezi tu wakasema leo Diego anastaafu mwakani basi tumpe achezeshe. Alafu ni mechi ya ligi. Bora kama kipindi kile kwa mechi zile za mtani jembe, zamani mtani jembe, ambao sio mechi labda ni katika ule utaratibu rasmi wa kimpira. Mabonanza yale sawa, kwamba hata kitokea basi hii ni mechi ambayo ni official, ambayo inaweza kwenda kutoa bingwa wa msimu kupitia mechi hii, na kwa mtu anaweza akapoteza ubingwa kupitia mechi hii. Sio, unaelewa sijui? Kwa hiyo kinachoangaliwa, wanaangalia zile alama kwa wakati husika. Ndio nilikwambia wanaangalia alama kwa wakati husika, kwamba kipindi hiki toka msimu umeanza ni nani ambaye amekuwa na alama za juu. Kwa sababu kama unapewa nafasi ya kutumikia mechi ya Dodoma Jiji dhidi ya Yanga au Simba dhidi ya JKT, sawa, maana yake ile the same momentum ulionayo ni the same kwenye Simba na Yanga. Kinachokwenda kubadilika ni maeneo machache sana ya uzingatifu na misimamo binafsi, ndio ambayo inaweza kutofautisha mtu na mtu mwingine, kwa sababu pressure ya nje, kila mmoja na kiwango cha kupokea pressure, kila mmoja. Kwa hiyo ukiona unapewa mechi kama hizi, maana yake umeona kwamba wewe uwezo wako wa kuweza kuabsorb zile shocks ni mkubwa na hautetereki bila kuangalia upande. Lakini tu mimi nilikuwa ninataka nitoe tu angalizo langu binafsi. Kwa hapa tulikofikia, nilikuwa natamani sana kuweza kuona hizi mechi zikijengewa utaratibu za kutafutiwa waamuzi wa nje, ili tupunguze hizi excuse na shifting of the burden
ambazo zinaanzia wakati mwingine kwa wachambuzi na watu wengine ambazo zinakwenda kusimenti katika mioyo ya watu na kwenda kuharibu notion ya watu. Na wewe ni miongoni mwa wale ambao mnaamini kwamba waamuzi wetu bado sio tu bado, yaani naomba unielewe, ndio kama neno notion hicho sio bado. Mfano leo mechi kapangiwa tu Mwinchui, tayari watu wameanza kutoa malalamiko, si unanielewa? Nakuelewa. Maana yake tayari unaanza kutengeneza kitu ambacho kwamba huyu sio anayefaa. Tayari unaanza kuonyesha kwamba kuna sehemu pana walaki. Kwa hiyo tayari kuna shabiki leo atakuwa anakaa akifungwa Simba, si unaona? Ile maamuzi ya Yanga, kitu ambacho ni totally wrong. Kwa hiyo unawamisilidi watu kutoka kwenye njia ya ukweli kwenda kwenye njia nyingine. Lakini leo tungepata mwamuzi kutoka Ethiopia, kutoka Egypt, kutoka Morocco, kama ambavyo ilikuwa mechi iliyopita, maana yake unakosa sababu za kuweza kumshambulia. Na ile kipi pia ingeweza kutupunguzia baadhi ya makandokando, lakini pia ingetupunguzia malalamiko yasiyo ya msingi. Sio, unanifahamu? Hakuna mwamuzi ambaye utamchukua leo hii wa Tanzania ambaye hajawahi kuipendelea Simba au Yanga. Hayupo. Waliokuwepo achana hao nyuma, na hata hao nyuma ni wachache sana, labda wazee wetu wale nyuma sana. Lakini katika miaka hii hakuna mwamuzi hata mmoja ambaye anza akasema, alizungumza Jesus kwamba asiye na kosa ainue jiwe apige. Mwamuzi gani ambaye akatoa akasema mimi leo hii niko perfect? Hayupo. Kienda hapa tulikuwa na mwamuzi anajiga, kuna wakati anakosea, unanifahamu, na makosa yake yanakwenda kuathiri upande fulani na kuna timu inaumia. Hao kina Ruki Junisi nimekwambia, hao kina Hans Mabena yule na wengine wengi ambao walikuwepo katika ndani kekeria mpira. Kwa hiyo hakuna mwamuzi huyo. Kwa hiyo kama hakuna mwamuzi huyo, basi kama kwa mazingira hayo, basi hatuna mwamuzi hata mmoja. Kwa sababu leo ukimzungumzia Kayoko, kuna maeneo hakufanya vizuri. Yes. Sio leo ukimzungumzia Risasi, kuna maeneo analaumiwa. Habara Mwenye Mkuu, kuna maeneo analaumiwa. Unanifahamu si? Huyo Arajiga, kuna maeneo analaumiwa. Hata pembeni wakina Mkono, wakina Komba. Kwa hiyo kila muamuzi kuna sehemu ana weakness. Kwa hiyo hatuwezi kumpata mwamuzi ambaye hajawahi kuwa na weakness, na as long as binadamu. Na sio hao tu. Hata Europe, juzi ulisikia anaongea Molije kwamba kuna wakati tunaamini kwamba mengine Madrid anaongea na waamuzi. Au kusikia? Hiyo ni Europe. When it comes kwenye kitu chenye ushindani wa watu wawili ambao tunani wewe unahisi binadamu, lazima kuna upande utakuwa unakosa imani. Ni kawaida binadamu. Unaelewa? Sahihi kabisa. Ni kawaida nini? Binadamu ndivyo alivyo. Lakini pia kuna wakati anaweza katokea makosa ni kweli ya kibinadamu, lakini mtu akaamua kuassociate na mchezo. Yaani inaweza ikatokea Mwinchui akafanya kosa la msingi ambalo hakuliona likaenda kuwabeba Yanga. Si unaona? Kwa hiyo sasa wakati mwingine ili sasa kupunguza hizo dhahania ambazo kwangu nafikiri ni sehemu ndogo sana ya mpira. Na mimi ni kama ningekuwa ni mawazo yangu, hatakiwi kuzipa nafasi. Kuna sehemu nilikuwa ninaongea na watu fulani kuhusu mechi, nikamwambia unajua tatizo moja ambalo tuko nalo, tunawekeza nguvu kubwa sana kwa mambo ambayo hayana impact kubwa kwenye mpira. Haya mambo sio uwanja, sio nini, sio tarehe gani, fanyika wapi, waliingia huku, waliingia mlango huu kinyume, hayasaidiaji. Kikubwa ni kuinvest kwenye timu. Kikubwa ni kuinvest kwenye timu. Sasa Chief, nataka nikupigishe shoti. Niruhusu nikupigishe shoti. Wakati wote wewe piga tu shoti. Naomba yaani mpaka nikaitwa chifu. Naomba, na kuna watu wanataka wajue hii Chifu Nzobane Kamazu Mfela imetokea wapi. Nitaandalia kipindi rasmi kuambia I'm the Chief Nzobane Kamazu Mfela. Sawa. Watazame watazamaji wetu, alafu uongee na Mwinchui. Mwinchui ndo anakutazama hivi sasa, na yupo hewani, yupo live sasa hivi Mwinchui. Kama ambao tulizungumza, alikuwa ndo yuko bandalini anaelekea Zenji. Kwa hiyo anatazama kipindi live. Unavyotazama na yeye anakutazama hivi sasa. Ongea na Mwinchui. Kama unampa pongezi, kama una la kumuhusia, kama una lolote, yani neno kutoka kwa Chief kwenda kwa Mwinchui ni lipi? Anakutazama hivi sasa. Here we go. Mimi nimwambie tu ndugu yangu, brother wangu ambaye yupo katika tasnia ya mpira na ni miongoni mwa waamuzi ambao binafsi nimekuwa nikiwa usudu
kutokana na kazi ambayo amekuwa akifanya. Nafikiri utakumbuka hata jana nilikuwa nazungumza azif kama nilikuwa nimeona kwamba anakwenda kupewa hii mechi. Hii ni mechi kubwa kwake, ni mechi ya heshima, ni mechi ambayo inaweza ikafanya ukaweza kwenda kutengeneza historia ya vizazi vyako na vizazi vyako. Kuna wakati vitu sio kitu, lakini legacy ambayo unakwenda kuiacha ni kitu cha msingi sana. Kubali vitu vingine vikupite, kikubwa hakikisha kwamba hii mechi unakwenda kuitendea haki. Omba Mwenyezi Mungu akupe afya na uzima katika siku hiyo, uamke ukiwa salama, ukiwa hauna mapungufu yoyote ya kibinadamu, ili uende kutumikia sheria 17 za mpira. Achana na maneno ya Simba, achana na maneno ya Yanga, achana na maneno ya washambuzi, mashabiki. Hawa wengi wao wapo kwa ajili ya maslahi yao na sio kwa ajili ya mpira. Lakini wewe upo kwenda kuonyesha kile ambacho Mwenyezi Mungu alikupa. Kwa nini hukupewa mechi mwaka jana, hukupewa mwaka juzi, umepewa leo? Maana yake kuna sababu. Nenda katimize wajibu. Kama Simba anashinda, ashinde na wafurahi wakiamini kwamba ulitenda haki. Kama Yanga anashinda, ashinde na wafurahi kwamba ulitenda haki. Na kama mechi ni sare ikatokee, wewe ndio kila kitu kwenye huo mchezo. Kasimamie misingi ya sheria ili dunia na Afrika ione kwamba kuna muamuzi ambaye alikuwa hajaonekana, pengine katika umri wako wa mwisho akaonekane, na ukaweze kwenda kuineemesha, kama sio kuitengenezea heshima familia yako kwa ujumla sasa na hata vizazi vyako vijavyo. Ni maneno yenye kugusa moyo. Binafsi mimi nimejikuta kwenye dimbwi zito. Naona kama mimi ndo nachezesha huo mchezo, naambiwa Mwinchui, sisi tunakutakia kila laheri. Katalambula, naam, mtakia kila laheri Mwinchui, au na wewe ndo upande mfitini, upande nini? Mtakia kila laheri bwana, mwamuzi kapewa mechi kubwa bwana. Mimi namtakia kila laheri, namtakia kila laheri, ila tu kitu kimoja cha kumsii, lazima atambue kwamba huo ni mchezo ambao si tu kwa watu wa soka, yani ni Tanzania kiujumla, pengine hata Afrika. Kuna watu ambao wao wanaweza wasijue kabisa mpira, lakini nakwambia ni shabiki wa Simba. Mama zetu, bibi zetu, anaweza asijue Simba katoka kucheza na nani, lakini siku ya Simba na Yanga anakuepo yupo. Kwa hiyo pale, kama alivyosema Chief kwamba asende kuchezesha kwamba ili awaonyeshe watu kwamba mimi sipo upande huo, atakuwa anakosea kwa sababu atawaumiza watu wengine. Kwa hiyo ni muamuzi ambaye amekaa muda mrefu sana kwenye karia uamuzi, anajua nini ambacho anatakiwa kukifanya, anajua sheria zinataka nini, basi aende akasimamie sheria. Kama kuna sehemu ambayo Young Africans anatakiwa kupewa penalty, basi awape penalty. Asija akanyima penalty kwa kuhofia baadaye atakuja kuzungumzwa. Lakini pia kama kuna sehemu ambayo Simba anatakiwa apewe penalty, basi awape penalty na matukio mengine ambayo anatakiwa kuwepo. Kwa hiyo kwangu mimi ni namtakia kila laheri, lakini tu sehemu ambayo natakiwa kumsii ni kumwambia kwamba hakuna sehemu yoyote duniani ambayo kuna muamuzi anaweza kapangwa kwenye dabi asizungumzwe, kwa sababu umeona msimu uliopita Al Ahly waligoma kucheza dabi, wakawa wanataka muamuzi kutoka nje. Lakini pia tumeona hata kwenye dabi ya Everton na Liverpool, yule muamuzi ambaye amefungiwa alizungumza, alisikika akizungumza kuhusiana na kuwasema vibaya Liverpool. Kwa hiyo kila sehemu hayo mambo yapo. Kama yeye ni Simba au yeye ni Yanga, anajua mwenyewe muone mwake, lakini akisimama kwenye sheria 17 za mpira haziwezi kumtoa kwenye reli, kwa sababu itafika wakati nyewe wenyewe mashabiki mtasema umeona kwa beba Young Africans, lakini ukienda kwenye uhalisia unaona kweli. Kama ile tukio la ambalo Young Africans walifunga goli 1-0 la Kijiri, mengi alizungumzwa kwamba mpira ulikuwa umetoka nini, lakini ukienda kuview unaona uhalisia upo wapi. Turudi hata katika mchezo wa Young Africans dhidi ya Mamelodi Sundowns, goli la Stefan Aziziki ambalo lilikataliwa, mengi alizungumzwa pale, lakini mwenyewe rais alivyokuja Tanzania akasema bwana, mimi nilikaa nikaangalia, kweli mpira ulikuwa umevuka. Kwa hiyo hata Mwinchui kama ikitokea penalty yake penalty watazungumza, lakini wakijifungia wenyewe wataona kweli sheria ilikuwepo. Kwa hiyo ni hivyo. Na mfano mmoja mzuri hata hii mechi ya juzi ya finali ya hii ndani kati ya Morocco na Senegal. Yes. Uliona mwalimu yule mwamuzi na Jack Ndala alisimamia kwenye weledi wake. Sahihi. Alisimama no matter what, yeye alisimama. Na alisimamia na baadaye penalty ilipigwa, ilikosa, lakini baada ya kwenda kuchunguza kaonekana alikuwa yuko sahihi. Yes. Kwa hiyo kuna wakati
waacha watu wazungumze. Wewe simamia wale. Ndio akasema kwamba umakini ni kitu cha msingi sana. Kama ni penalty 3, toa zote 3. Yes. Lakini ziwe tu ni penalty. Kama kuna red card, toa red card. Bila kwa hata dakika ya pili toa. Si red card. Kwa sababu wewe hauko pale kwa sababu ya favoritism. Wewe uko pale kwa ajili ya kazi na kuna kanuni. Yaani auendi uwanjani na sheria za familia yako. Zile sheria ushapewa ni hizi hapa. Sawa. Kwa hiyo fika pale, timiza sheria za mchezo. Kama kuna mtu dakika ya kwanza nataka ile kadi, umpe umeme. Ukiona inafaa. Ndio mpira. Kuna penalty ya kwanza toa, ya pili toa, ya tatu toa, ya nne toa, magoli 5 bila kwa penalty. Hata zilikuwa nyingi, hazikustahili. Zimestahili. Sahihi kabisa. Unaelewa si? Kwa hiyo ndio kitu cha msingi ambacho kitamtengenezea heshima. Hiko tu. Lakini ukiingia pale kutaka kutengeneza balance, kuna muda itafeli. Na ndio wengi unajua wanafeli hapo kwa balance. Kwa sababu kwenye balance kuna kipindi itafika hatua inakupeleka kwenye maamuzi magumu. Yes. Mtu ataluka sehemu ya kadi ya njano utapeta. Huku mtu ataluka sehemu ya kadi nyekundu utapeta. Watu wanahamisha tukio. Red card. Kabisa. Unaelewa? Unaona kwa red card. Baya. Kwa hiyo nafikiri tu asimame kwenye misingi ya uamuzi. Sawa. Sasa nazungumza na wewe ambaye unatazama hivi sasa. Tuandikie maoni, tueleze, tuulize maswali. Sisi bwana huwa hatuchambui. Si huwa tunachambua na wewe. Si ndio? Sisi huwa tunachambua na wewe. Uliza maswali. Tunataka maswali magumu. Yaulize hapo. Sisi tunakuja kupita nayo hapa. Tunao watu wa mpira. Sisi wote unaotuona hapa ni mijitu ya mpira. Mijitu ya mpira kweli. Katalambula jitu la mpira ili Arsenal the Gunners. Leseni ya ukocha ipo hapo imelala. Chief Nzobane kama Zumfela, Mr. Dominic Salamba ndo mama usiseme kabisa. Gwiji la mpira. Kuna jitu la mpira na gwiji la mpira. Si ndio? Maswali magumu tunayataka, uliza hapo kwenye comment, sisi tunakuja kuyajibu hapa. Sasa Chief, kabla tujaenda kupokea maswali sasa, na wewe tukupishe uendelee na mambo mengine. Of course nimeona umekuja ofisini ukiwa na mabegi makubwa. Ndio safari nini? Unaenda kukata maji. Utuambie unakata maji kwa njia ya majini au ya angani? Utatueleza. Lakini wakati huo Chief, nataka nikuchokoza kidogo. Ingekuwa ni wewe unapanga muamuzi, ungempanga nani? Ingekuwa ni wewe umepewa lungu la kupanga muamuzi wa kuamua Kariakoo Derby katika mechi. Yani tusifanye kwa kuwa tayari ashapangwa. Tufanye ndo wewe sasa umepewa bwana, tupangie muamuzi. Wewe unampa nani? Yaani kwamba bado haijapangwa. Mimi kama mechi ingekuwa haijapangwa na ningeambiwa nitafute muamuzi, kama mimi ningeweza kumpendekeza Sadim Mrope. Kwa nini? Swali zuri. Kwanza namuona yuko calm. Ndio. Yuko calm. Yaani ni mwamuzi ambaye yuko very calm. Lakini pia nafurahishwa na kasi yake kiwanjani. Lakini wakati mwingine anapokuwa anafanya maamuzi ndio maana yuko very calm. Hatumii hisia na hasira. Ni mtu ambaye yuko cool. Kwa hiyo wakati mwingine hata mteja akija umepaniki, yeye ana bali na wewe. Kile bwana mdogo sana. Ndio. Sawa. Sasa ndio maana hao ndio nikazungumzia. Bwana mdogo lakini anaweza kumudu. Ule uwezo tu wa kuweza kuvumilia wakati anaweza akafuatwa na wachezaji, umuone kinoma kutoa kadi, anakusikiliza. Kwa hiyo nimekuwa ni muumini kwenye kile ambacho anakifanya, na kama akiendelea na kile yake namuona akifika mbali sana. Binafsi ni nyingi ambazo nimeziangalia kutoka kwake, sijaona makando nyingi ambazo nimeziangalia kutoka kwake, mechi ambazo amekuwa akijitahidi kuondoka na alama nzuri tu kwenye kile ambacho anachokifanya. Kwa binafsi ningeweza kumpatia hii mechi kwa sababu naamini kwamba angeweza kutoa kitu kikubwa, ingawaje kuzungumza hivyo haina maana kwamba simwamini Mwinchui. Ila kwa sababu mimi niliambia kwamba Sadim Mrope, chaguo lako la pili angekuwa nani? Chaguo langu la pili. Chaguo la kwanza Mrope. Chaguo la pili angekuwa nani? Chaguo langu la pili lingekwenda kwa Mwinchui.
na chaguo langu la 3 lingeenda kwa Kayoko. Kayoko aliimbwa sana. Lingeenda kwa Kayoko. Changamoto ya Kayoko ni moja tu, ni short temper basi. Lakini mwamuzi mzuri sana, anatoa macho yule jamaa. Hiyo niko tu anatoa macho, lakini kwa maana ya mwamuzi mzuri, mwamuzi mzuri sana, mwamuzi mzuri ambaye ningeweza kuweza kufikiria. Okay. Kwa hiyo nafikiri hiyo ndio ilikuwa ni ile sana. Kwa upande wa Live Online 2 nafikiri bado Komba na nafikiri Mkono hao ni waamuzi ambao wamekuwa bora kwa wakati wote katika hayo maeneo. Sawa. Sasa Chief, kwenye hilo bwana tumetamatisha. Kwenye hilo tumetamatisha. Tunahamia kwenye sakata ambalo lilikuwa linahitaji masaa, na masaa yanaenda, tunaona kimya na maswali yanazidi kuulizwa. Napokea maswali hapa sasa. Endelea kuuliza maswali. Endelea kuuliza maswali kupitia uwanja wa comment hapo YouTube live. Tuweze kudodosa hapa. Chief, watu wanauliza hapa kuhusu Selemani Mwalimu, inakuaje? Huyu aliyeuliza swali ni Julius Charles. Julius Charles anauliza kuhusu Selemani Mwalimu, inakuaje? Chief, Selemani Mwalimu anatengenezewa mazingira ya kuicheza Kariakoo Derby. Sikutegemea kuona akipata adhabu. Ndio nipo ujue tunauishi mpira kwa muda mrefu sana. Kwa hiyo tunajua, na mimi miongoni mwa sababu nimekuwa nikivikataa miaka yote ni hii issue ya balancing. Ndio ambayo imekuwa ikituharibia sana mpira. Hii balancing inatuharibia sana mpira. Yaani kuna wakati sheria zinapindishwa kwa sababu tu whether ni Yanga au ni Simba, ambayo sio kitu sahihi. Kama tunaamua kuwa na kamati ya masaa 72, kama tunaamua kupata haki, kama tunaamua kuwa wa kweli, sheria zifuatwe. Mwalimu anatakiwa aweze kuwa suspended. Haina excuse, iko tu wazi. Na itakiwa awe asiwe sehemu ya huo mchezo. Ndio. Ni ukweli, ndio hivyo takiwa. Lakini kwa sababu tayari kuna mechi ya Simba na Yanga, tayari ya Simba wana changamoto nyingine na SOA tunaweza kuzisikia zingine ebuka mengi. Kwa hiyo hao watu kamati wanakwenda beyond, yaani wanaingia mpaka kwenye mambo mengine ambayo hayapo. Wewe bakia kwenye nafasi yako, si kamati. Kama Simba wana mshambuliaji, hiyo wewe haikuhusu. Sio, unaelewa? Kama Yanga haikuhusu, wewe simamia. Na naona hata mara ya kwanza nilizungumza walipoanza ile mechi 5 ya Baka, nikasema ni well and good, lakini je, patakuwa na consistency? Kitu niliuliza hiko. Well and good, mmema mechi 5. Kwa mimi binafsi nilisema ni mechi nyingi sana, mimi mpaka leo si accept. 5 mechi ni nyingi sana kwa kwenye mpira. Ni nyingi sana. Kwa sababu sio mechi ambazo ni za kila siku. Mimi nikasema okay, sawa, mmeenda mechi 5. Pengine mmekuwa wakali zaidi. Lakini huo ukali wenu utaendelea kwenye momenti zote. Sio, unaelewa? Yaani utaendelea kwenye momenti zote, ikaja ile ya Baka, ikaja ya SOA, ikaenda sawa. Leo sasa hapa kazi imepita. Atoki mtu share. Usikii kitu. Kwa hiyo Selemani Mwalimu tunaye na tunatambana. Kile kama kitapelekwa mbele. Kitakuja labda pengine baada ya mechi ya Simba na Yanga ndio utakuja kufanya maamuzi jumuishi sasa. Unakuta wengi haina. Yaani twende katika uhalisia. Kama tumeamua kufuata sheria itatusaidia. Ndio. Sana itatusaidia. Kwa hiyo Chief, unawatoa wasiwasi wanaodhani kwamba Sele atafungiwa. Tamba sana naye. Selemani we Sele yupo. Sele yupo kwenye boti sasa. Sele kwenye boti kaza siku nyingi, yaani Sele ametulia. Hana wasiwasi. Mimi nilijua hamna kitachoenda kutokea. Hamna. I say. Kwa hiyo Julius Charles, tumekujibu bwana. Tena nalo hilo. Kwamba hilo afanye shughuli nyingine. Wewe endelea na shughuli zako. Kuna mengi kufanya. Na kama swala la hii dabi litapita salama. Sikutakuwa upepo umebadilika, inazungumzwa dabi, inawezekana ndio ikapita hiyo. Hiyo akafumbiwa macho. Watarudisha. Wanaweza kufanya ili kuondoa kwamba ile mbona mmekuja kunini baada ya dabi. Itakuja. Wanaangaliaga hilo. Wao waangaliaga hilo. Wao na maamuzi yao. Ndio wana mambo yao tofauti. Na sababu nyingi yani. Unaweza kaambia pengine hatakuwa na nafasi kukaa kikao, wajumbe wa kuwepo. Kwa hiyo tuendelee vitu vingine. Wakitaka la kwao. Siku hizi vikao wanakaa hata online. Wakitaka la kwao hata Zoom meeting wanakaa. Lakini hivi wanaambia atakuwa na nafasi. Kwa hiyo wana excuse zao, lakini binafsi nafikiri ni vyema watengeneze muendelezo kwenye kile ambacho wanakifanya. Sasa hapo ingekuwa Depu ndio amecheza yale madhambi,
aliocheza Selemani Mwalimu, kamati ingekaa isingekaa? Ingekaa. Ingekaa. Unajua ngoja nikwambie kitu kimoja ambacho mimi nakifikiria, ni mtazamo wangu. Yani don't quote me wrong. Yani kwamba ingekuwa ni amecheza mchezaji wa Yanga, kamati ingekaa. Don't quote me wrong. Nazungumzia my perceptions as Dominic Salama. Ndio, chifu. Chifu. Sawa ni kwamba ninachokiona mimi kitu kimoja. Sasa hivi watu wengi wa mpira wanatamani kuona Yanga ikipoteza. Watu wengi wa mpira wanatamani kuona Yanga ikipoteza. Ni kama ambavyo tumewahi kuona Man City ilishinda sana, watu tukao tunatamani hiyo inapoteza. Kwa hiyo nikizungumzia watu wa mpira hata ambao wapo kwenye mamlaka ya hizi kuongeza mpira, wanatamani kuona hivyo, kwa sababu na upande mwingine wanaweza wakawa na logic, ingaje logic yao mimi naikataa, kwa maana kwamba ni logic ambayo inaweza kwenda kufanya mambo ya kuleana. Kwa nini? Unajua mpaka sasa Simba amefungwa mara 6 mfululizo, kitu ambacho pengine kimewahi kutokea huko nyuma, miaka ya nyuma tufahamu, sawa, katika historia za miaka 60 70 huko whatever, lakini katika miaka karibuni haijawahi kutokea. Na Simba na Yanga ni mechi ambayo ukiangalia ndio mechi ambayo nikani kukwambia ndio inabeba nchi. Na uhalali na ukubwa na msimko wake sio tu kukutana, ni kutokana kwa matokeo ambayo yanakuwa unpredictable. Ndio maana leo hiyo shangaa ingekuwa kama leo kuna mechi Simba na Yanga, bado tungeenda kuamini Yanga ni nzuri kuliko Simba. Lakini kadri hizo zikitokea mechi Simba na Yanga, kuna alama zinaongezeka kwa upande wa Simba na kuona kama mechi inakwenda kwa 50-50. Si unanielewa? Ndio. Yaani tuna hisia inafanya mpaka wachambuzi wale kwamba ukimwambia anafungwa nani? Mechi ngumu 50-50. Si unanielewa? Katika mara zote hizo 6 hizo ni 50-50. Yaani kama Simba anaweza kama mbovu, ikifika Simba na Yanga inapandishwa kiwango. Na the same hata Yanga ambao alikuwa iko chini ya Simba kwa kauli yao ya kwamba dabi haitabiriki. Unaona, ndio ambayo inapelekea kutengeneza ule msimuko na mguso wa watu kuweza kuwa na kutamani hiyo mechi, yale maneno. Kwa hiyo ile hali ya kwamba Simba mbovu haifungwi na Yanga nzuri, Yanga mzuri, the same imekuwa ikiendelea kufanyika. Kwa hiyo ile kuna kitu inakijenga kwenye mpira, kuna ushindani unakwenda kujengwa kwenye mpira, kuna hamu na joto inakwenda kutengenezwa, ambalo wenye biashara zao na mamlaka, ile kitu inanufaisha sana. Inanufaisha sana. Sasa inapotokea mmoja akawa ni underdog, mwingine anapigwa kila siku, kibiashara inakwenda kushusha. Lakini pia hata ile hadhi yenyewe ya dabi inaporomoka. Ile hadhi ya ule mchezo inaporomoka, kwa sababu na matokeo ushajua. Inakuwa kama Yanga anakutana na JKT, anakutana na Dodoma Jiji, kwa sababu ni kombe la mwisho lile Dodoma Jiji ilifunga Yanga au si Coast, ni unafikiria yani, kwa sababu mechi inaanza unajua Yanga anashinda, Simba inaanza inashinda. Sasa ikifika hatua hiyo kwamba mechi Simba na Yanga ikakosa mvuto, maana yake hata tension, hata mashabiki watapungua. Leo hii naamini nusu mashabiki wa Simba hawataki hiyo mechi. Achana hao wachache ambao nusu kasa robo tatu mashabiki wa Simba hawataki hiyo mechi. Na kama wangepewa option ya kuamua, pengine mchague ichezwe, yani zipigwe kula bana, Simba na Yanga lazima tarehe 1 tuweke ballot ya kula hapa, tuangalie ichezwe isichezwe, na watakee shinda maamuzi yatafuatwa. 99% wangesema mechi isichezwe. 99% wangesema hamna mechi ya kucheza, tuache. Ila kwa sababu ni lazima ichezwe, inakwenda kucheza. Sasa ikifikia hatua hiyo, maana yake tayari dabi imeshapoteza hadhi yake.